أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين الكرام السادة والسادة وأعزائنا السادة الحاضرين في كل أنحاء العالم وفي قارتنا الحبيبة القارة السمراء في بلدنا الحبيبة الجزيرة الأمن والسلام جمهورية Tanzania المتحدة. Ndugu zangu, kama ilivyo kawaida yetu, kwa mara nyingine tena tunakutana katika chaneli yetu hii kwa ajili ya kupashana, kukuletea habari nyeti, habari ambazo fuqidat ladai kathir min wasail al-i'lam, zimekosekana katika vyombo vingi vya habari ulimwenguni. Na hii ni kutokana ni kwamba vyombo vingi vya habari duniani vimekuwa vinatoa habari kwa upande mmoja na kwa mtazamo wa upande mmoja, na hasa vyombo hivi vya habari ambavyo vingi vimetayarishwa na nchi za magharibi. Katika yale ambayo tulionayo ni kutokana na kile ambacho kinachoendelea ndani ya ulimwengu wa Mashariki ya Kati. Na hii ni mashambulizi ambayo yanayofanywa na Marekani nchini Iran, ambayo yanapelekea sasa vita hivi kwenda kuchukua sura mpya. Vita hivi kufikia mahali pagumu. Vita hivi laiti kama itaendelea katika sura ya namna hii, maana yake vitahama kutoka katika al-harbul iklimi, katika vita vya ukanda, na kwenda kuwa al-harbul alamiyatin athalitha, kuwa ni vita vya tatu vya dunia. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu mashambulizi anayofanya Marekani sasa nchini Iran, maana yake ni mashambulizi ambayo yanakwenda kulenga miundombinu ya kiraia. Yanakwenda kulenga miundombinu ya kiraia kwa maana ya kushambulia vituo vya umeme, lakini pia kushambulia vituo vya uchakataji wa maji, lakini pia kwenda kuvunja madaraja. Sanjari na kwamba amekuwa akijinasibu kwa kupitia vyombo vya habari kwamba amepiga maeneo zaidi ya 90 ambayo ni maeneo ya kijeshi, kwa kushambulia maeneo ya maghala ya kijeshi, maghala ya makombora pamoja na drones. Lakini sasa anakwenda kushambulia miundombinu ya kiraia. Kwa nini ameshambulia vituo vya umeme? Kwa nini ameshambulia madaraja? Na kwa nini ameshambulia vituo vya uchakataji wa maji? Ameshambulia vituo vya umeme kwa sababu ya kukata mawasiliano na kuifanya Irani iwe ni nchi ya giza. Ameshambulia madaraja zaidi ya 6 kwa ajili ya kukata mawasiliano ya kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, ya kutoka mkoa kwenda mkoa mwingine, kwa maana ya kusitisha huduma za usafirishaji kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini pia ameshambulia vituo vya maji, maana yake kuna teknolojia wenzetu wanayo, wamefikia huko, ambayo inaitwa atahlia. Atahlia ni mfumo maalum wa teknolojia unaohusishwa na kuchakata maji ya bahari, kuyageuza kutoka katika maji chumvi kuja katika maji matamu, tayari kwa matumizi ya kunywa, kupikia, katika upande wa matumizi ya binadamu. Kwa hiyo amekwenda kushambulia huko. Kwa nini mashambulizi haya? Mashambulizi haya kwanza yanakuja kwa sababu ya kutaka kuidhoofisha Irani, lakini pia kuiondoa katika upande wa mawasiliano, lakini pia kuchochea ile vuguvugu la siasa za ndani, akiamini kwamba raia wa Iran wataweza kuliamsha na kujigawa na kuandamana, aidha kuchukua hatua nyingine ya kufanya regime change, ambayo ndiyo sehemu ya malengo yake na shabaha yake, kubadilisha utawala wa Iran. Jambo ambalo ni kwamba Wairani wako makini, Wairani wako stable, wamekwisha jiandaa kwa muda mrefu sana. Lolote ambalo litakalotokea basi haliwezi kuleta madhara hasi ndani ya jamii yao. Kwa hiyo Irani imeahidi kuyashughulikia haya ndani ya siku 3 au 4, na hii sio mara ya kwanza kuvunjwa madaraja ndani ya Irani. Katika vita vya siku 38 vilivyopiganwa, Marekani ilifanya tena jambo kama hili, ikaenda kuvunja madaraja hayo,
lakini Irani aliweza kutengeneza ndani ya siku 3 na treni zikaanza kupita na magari yakaanza kupita. Hii ni kuonyesha namna gani Irani ilivyojiandaa na iko serious na vita hivi. Lakini kwa nini sasa Marekani amekuwa akishambulia hivyo? Ikumbuke kwamba Iran imeweza kufanya mashambulizi makubwa sana kule Jordan na kuisambaratisha kambi ya iliyokuwa inahifadhi ndege za Marekani, na ndege ambazo zinashambulia, lakini pia ndege maalumu kwa ajili ya kuongeza mafuta, ndege za kivita zikiwa angani. Kwa hiyo Marekani imefanya mashambulizi makubwa sana katika ile kambi, kiasi kwamba imeharibu kambi nzima na ndege zilizokuwepo pale zimeharibika. Lakini vile vile walienda mbali zaidi, Irani ikafanya mashambulizi mengine katika kambi iliyokuwa imejificha nyuma ya milima, ambayo kambi ile ilikuwa ni maalum kwa ajili ya kuhifadhi wanajeshi. Kwa hiyo imekwenda imeshambulia pale, na mpaka sasa idadi maalum ya wanajeshi waliopoteza maisha bado Marekani anaificha. Kwa maana nyingine, hataki kutoa takwimu ya wanajeshi waliofariki kule, lakini kuonyesha kwamba ni jambo ambalo limemuumiza sana Rais Donald Trump ni pale alipoamua kusema kwamba Irani انفجارات في إيلات بعد ضغط جوية لاعتراض صواريخ إيرانية. تستمر الاشتباكات مع تصاعد أعمدة الدخان من المدينة. Ndio hiyo ameamua kwenda kushambulia miundombinu hiyo. Lakini hii pia inabeba falsafa nyingine kwamba anataka kuilazimisha Irani kuingia katika makubaliano anayoyataka yeye ya kutaka kuifanya kutaka kulifanya lango la Hormuz kuwa chini ya himaya yake, jambo ambalo Irani amekwisha sema kwamba haiwezekani kukubaliana na mtazamo huo. Sasa mwisho wa siku hii inaleta tafsiri halisi kwamba Marekani vita hii imemkalia kooni, Marekani vita hii imemkalia vibaya, Marekani vita hii kiuhalisia hasa ni kwamba hawezi kutoboa kwa njia yoyote ile. Ndio maana ameamuru sasa ameamua pia kule kwake kuwaondoa baadhi ya wakuu wa jeshi aliyowaweka mwezi wa 4. Ikiwa mwezi wa 4 kuna ambao waliwatoa kwa kukinzana naye kutokana na hatua ambazo alizokuwa anataka za kwenda kutumia nyuklia, akawaweka wengine, akawataka vile vile wampe idhini kwa ajili ya kwenda kutumia nyuklia, na wenyewe wamemkatalia. Amewatoa na amewaweka wengine. Hii yote kutafuta namna ya ushawishi ili waweze kuruhusu kwamba atoe idhini ya kwenda kutumia nyuklia, na wao wanamwambia wakati wa kutumia nyuklia bado, lakini pia hasara itakuwa ni kwetu sisi, kwa sababu tunachotaka kwenda kukifanya ni kwa ajili ya maslahi ya Marekani. Sasa tutakapokwenda kutumia nyuklia, maana yake bado hatutokuwa tumefikia malengo yetu. Ndio maana sasa utaona Rais Donald Trump anaitaka kuitoa vita hii kuwa ni kutoka katika harbul iklimi, katika vita vya ukanda, kwenda katika harbul alamia thalitha, kwenda katika vita vya 3 vya dunia. Ni pale ambapo ameanza kumhusisha na kumtisha Mchina pamoja na Mrasia, wakiamini hawa washirika wawili ndio wanaotoa sapoti kwa Iran na hatimaye kuifanya vita hii kwake kuwa ni ngumu na kushindwa kufikia targeti yake. Kwa hiyo amekuwa anaongea kwamba anataka kudeal na Mchina, anataka kudeal pamoja na Mrasia. Swali linakuja, je, ataweza? Ikiwa Irani inamtoa jasho, lakini wakati huo anataka kuilinda Israel, anataka kuilinda Qatar, anataka kuilinda Jordan, anataka kuilinda Emirates, anataka kuanzisha mapambano mapya baina yake yeye na Mchina pamoja na Mrasia. Je, ataweza? Ndugu yangu katika comment tunataka maoni yako. Je, Trump ataweza? Ikiwa kama Irani inamtoa jasho mpaka sasa, inamtoa kamasi mpaka sasa, je, ataweza? Ndugu zangu, vita hivi vinazidi kutanuka na kuingia katika hali mbaya zaidi. Kwa nini? Kwa sababu mrejesho wa Irani umekuwa ni hatari zaidi na wenye madhara makubwa zaidi kushinda mashambulizi anayoyafanya Marekani. Iran imeweza kufanya mashambulizi makubwa zaidi nchini Saudi Arabia kwa kushirikiana pia na Wahouthi kwa kutumia makombora ya ballistic missiles. Wameweza kushambulia
daraja la kimkakati, daraja ambalo linalounganisha kati ya Saudia na Jordan kwa maana ya Ordon, pamoja na Ordon wameweza kulishambulia kwa sababu kama sehemu ya kulipiza kisasi. Lakini wakati huo wameshambulia vituo vikubwa vya mafuta ndani ya Bahrain, lakini pia ndani ya Kuwait. Umefahamiana vizuri, vituo vikubwa vya mafuta, lakini pia wameshambulia na wenyewe kituo cha maji cha kuchakata maji kutoa katika maji masafi, maji chumvi kuja katika maji matamu kwa maana ya matumizi ya binadamu, na wenyewe pia wameshambulia. Lakini pia wameshambulia Kuwait, kituo kikubwa cha kuzalisha umeme, pamoja na Jordan wameshambulia. Lakini kituo kikubwa cha mambo ya usafirishaji kule Qatar na chenyewe pia kimeshambuliwa. Lakini kuonyesha kwamba mashambulizi ya Irani ni makubwa mno, sasa wanajielekeza, wameshatamka wanajielekeza kwenda kushambulia miundombinu ya makampuni makampuni ya Kimarekani yaliyowekeza katika nchi hizo za Mashariki ya Kati. Ndugu zangu, niliwaambia dalili pekee inayoonyesha kwamba Irani ni taifa kubwa, Irani ina nguvu pekee za kijeshi ni kwenda kupigana na mataifa zaidi ya 5 kwa wakati mmoja, kwamba anafanya mashambulizi Jordan, anafanya mashambulizi Kuwait, anafanya mashambulizi Ordon kwa maana ya Jordan, anafanya mashambulizi Bahrain, anafanya mashambulizi Qatar, na wakati huo anafanya mashambulizi Israeli. Hii ni kuonyesha kwamba Irani vita hivi alijiandaa kwa muda mrefu sana. Sasa Pakistani ambaye alikuwa ni msuluhishi mkubwa anayetumiwa na Marekani kufanya negotiation baina ya Marekani pamoja na Iran, na yeye amekasirika, anataka kuingia vitani kwa lengo la kuisaidia Saudi Arabia. Tayari amekwisha toa idhini ya majeshi yake kutoka Pakistan kuja katika mipaka ya Saudi Arabia pamoja na Yaman, akihofia kwamba Wahuthi wanaweza kuivamia Saudi Arabia. Na hii ni kutokana na nini? Kutokana na mashambulizi makubwa ambayo Houthi ameyafanya kwa kupitia makombora ya ballistic kwenda kushambulia uwanja wa Al-Haba. Lakini pia wanajiandaa ikiwa kuna mrejesho wowote wa mashambulizi kutoka Saudi Arabia kuja Sanaa, basi wamesema watakwenda kulipua uwanja wa ndege wa Doha, lakini pia kwenda kulipua uwanja wa ndege wa Riyadh. Ukumbuke huko nyuma, baada ya Saudi Arabia kuona kwamba ulinzi aliyokuwa anaupata kutoka Marekani haumnufaishi chochote isipokuwa ni hasara na kupoteza pesa, aliamua kwenda kufunga mkataba maalumu wa kiulinzi pamoja na Pakistan. Sasa huu ndio unamfanya Pakistani aweze kuingia, na amesema kwamba iwapo Irani mtaendelea kushambulia Saudi Arabia, basi yeye ataingia vitani. Majibu ya Iran yamemwambia tunayo makombora ya kufika huko ambako uliko. Maana yake, taswira yake ni nini? Maana yake ni kwamba Irani imejiandaa na vita hivi kwa kuamini kwamba nchi hizi baadaye zitamgeuka. Ndio maana alijiandaa na vita hivi kwa muda mrefu sana. Sasa baada ya Rais Donald Trump kubadilisha viongozi wa jeshi na kuingiza wanajeshi wengine na kutaka idhini ya kutumia nyuklia, ikiwemo kutoa ruksa ya nyambizi nyambizi ya nyuklia kwenda katika karibia na lango la Hormuz, nini ambacho kilichotokea? Kupitia mkuu wa majeshi mstaafu wa Iran amemwambia Rais Donald Trump kwamba tuna uwezo wa kukuua ndani ya White House, na hii ni kutokana na uzinduzi wa kombora jipya lina uwezo wa kufika mpaka Marekani, kwa sababu kutoka Irani kwenda Marekani ni zaidi ya kilomita 13,000. Kwa hiyo na wenyewe Irani wamezindua kombora jipya ambalo linaingizwa katika matumizi ya vita, linaingizwa katika uwanja wa vita, ambalo lina uwezo wa kufika mpaka Washington, lina uwezo wa kufika Marekani, kwamba wewe kuwa kwako Marekani bado hauko mbali na Iran. Tukiamua wakati wowote tuna uwezo wa kukufikia. Tazama namna gani Irani walivyokuwa wamejiandaa kwa muda mrefu.
Lakini wakati huo Rais Donald Trump bado anaendelea kujisifu kwamba wameteketeza, anatengeneza propaganda kupitia vyombo vya habari kwamba ameteketeza 85% ya maghala ya silaha ya makombora ya ballistic, lakini pia makombora mengine pamoja na maghala ya drones. Lakini Iran inazidi kumuonyesha kwamba mashambulizi yote anayoyafanya bado hayajaleta matokeo chanya. Bado hayajaleta matokeo chanya. Wana mzigo wa kutosha na mzigo mwingine bado haujaingia katika matumizi ya vita. Tazama namna gani Iran ilivyokuwa imejiandaa kwa muda mrefu. Ndugu zangu, vita ni mkakati, vita ni akili, vita ni fikra, vita ni mipango, vita ni shabaha. Unaweza ukawa wewe una nguvu kubwa sana, lakini mwisho wa siku ukashindwa kuitumia. Kwa hiyo Marekani bado anashindwa kujua wapi ashike, kwa sababu vita hivi vimemkalia kooni, na uhalisia kuonyesha kwamba vita hivi vinamshinda ni pale ambapo anapokwenda kushambulia miundombinu ya kiraia. Lakini pia mashambulizi makubwa ameendelea kuyafanya kule Israel. Na hii ni kwa sababu Israel bado anaendelea kufanya mashambulizi nchini Lebanon. Katika mikataba waliowekea, katika makubaliano waliowekeana ya usitishaji wa vita, ni pamoja na Israeli kutoishambulia Lebanon. Lakini sasa Israel anaishambulia Lebanon, jambo ambalo limemfanya Iran aendelee kufanya mashambulizi makali katika mji ya Tel Aviv, Haifa pamoja na maeneo mengine, na kuweza kushambulia pia kituo cha kuchakata maji. Lakini pia amepiga tena makao makuu ya kiintelijensia ya Mossad, shirika la kijasusi nchini Israel. Ameshambulia tena kwa mara nyingine. Lakini ubalozi wa Marekani nchini Iraqi umeshambuliwa vikali mno na kusambaratishwa. Hii ni kwa sababu gani? Imeonekana kuna misafara mikubwa ya kijeshi ambayo inakwenda nchini Iraq. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba lengo lake ni kuja kuandaa sasa jeshi la miguu ambalo litakalopitia katika mipaka ya Iraqi kuelekea kuivamia Iran. Sasa majibu ya Iran baada ya kuona misafara hiyo, ameweza kusambaratisha ubalozi wote wa Marekani nchini Iraq. Hii ni kuonyesha kwamba, au anatuma salamu kwamba popote mlipo mimi nipo, na popote mlipo ninaweza nikawafikia kwa namna yoyote ninayotaka mimi. Tazama namna gani Irani alivyokuwa jemedari bingwa. Tunasema kwamba tumempokea Korea Kaskazini mpya ndani ya Mashariki ya Kati. Baadhi ya watazamaji wanasema kwamba tunatangaza habari zetu kwa kupendelea. Ndugu zangu, sisi hapa hatuko katika kupendelea. Tunataka ninyi mfahamu uhalisia wa mambo namna ulivyo, tofauti na mnavyodhania au tofauti na mnavyotazama vyombo vya nchi za magharibi. Lakini pia kutaka kuzinduana kiakili kwamba wenzetu wamefikaje hapo walipo, kwamba tangu mwanzo wa vita mpaka hapa walipofikia hatujapata kusikia kwamba wamepokea au kuomba msaada wa chakula. Hatujapata kusikia kwamba wameomba msaada wa madaktari au dawa. Hatujapata kusikia. Hii ni kwa sababu gani? Yaani pamoja na vikwazo walivyonavyo kwa muda mrefu, lakini bado wamejiwekeza katika upande wa elimu, upande wa uchumi, upande wa chakula, yaani chakula kwao hawawazi. Upande wa afya, hospitali zao haziwazi dawa, haziwazi madaktari. Tofauti na nchi nyingi za Kiafrika, pamoja na kwamba tunajinasibu tuko huru, lakini tazama leo kuna baadhi ya nchi raia wanapata tabu kwa kujipatia chakula cha mchana. Raia wanapata tabu kwa kukosa huduma maridhawa hospitali, wanapoteza maisha. Raia wanapata tabu kwa sababu elimu yao bado iko chini, pamoja na kwamba tumejaliwa rasilimali, tumejaliwa mali nyingi, tumejaliwa vyanzo vingi vya uchumi, tumejaliwa material ya kila aina, lakini mwisho wa siku
faida na mageuzi chanya kwa kupitia rasilimali hizo hakuna. Lakini tazama Iran namna gani wameweza kufanya mabadiliko katika kila sekta unayojua wewe, na hatimaye leo inakuwa ni Korea Kaskazini mpya ndani ya Mashariki ya Kati. Ndugu zangu, vita ni mipango na vita ni mkakati. Lakini kwanza vita ya kuimarisha akili, fikra, ndiyo ambayo itakayoleta mageuzi yote tunayoyataka ndani ya mataifa yetu ya Afrika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa shukran.